Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya tume, ili mpiga kura aruhusiwe kupiga kura ya rais nje ya kituo chake, atatuma maombi kwa mojawapo ya njia hizi: kujaza fomu namba 29 kwenye ofisi ya msimamizi wa uchaguzi wa jimbo analokwenda kupiga kura, au kuwasilisha maombi kwa njia ya kielektroniki kupitia tovuti ya tume ndani ya siku 14 kuanzia tarehe 19 mwezi huu wa Septemba. Isa Njiwa ni mfanyabiashara ambaye kazi yake humfanya asafiri mara kwa mara. Anasema hii itampa nafasi kupanga ratiba yake ya kupiga kura bila kuvuruga ratiba za biashara zake. Kipindi cha mwanzo tulikuwa tunakosa taratibu za kuhusu upigaji wa kura, lakini kwa maamuzi yao ya tume ya uchaguzi jinsi walivyofanya kwamba tupige kura popote pale, kwa sisi wafanyabiashara tutapofika popote tunapiga kura, hiyo siku inapofika tunapiga kura ili tunaendelea na kazi zetu. Ushiriki wa wapiga kura kwa wingi wao huwa na maana zaidi katika mchakato wa uchaguzi. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa hatua hii, licha ya kuchochea ongezeko la ushiriki huo, lakini inaanzisha hatua zaidi za maboresho katika mchakato wa uchaguzi nchini. Upo uwezekano wa kwamba zaidi ya 10% ya wapiga kura inawezekana pengine walikuwa wanakosa fursa hii. Huu muda ni rafiki, kwa sababu ukiufinya zaidi unaweza ukatengeneza mazingira magumu ya baadhi ya watu kuweza kupata haki zao. Njia ambazo zinapaswa kuongeza wigo kwanza ni wale waliojiandikisha kupiga kura kutoka kwenda kupiga kura. Waende mbali zaidi, angalau tupate ule mfumo wa kielektroniki wa kupiga kura, ambako tukiupata huo mtu anaweza kupiga kura popote pale alipo. Kwa sababu hata kama nafasi imetoka kwamba watu wajiandikishe, wabadilishe vituo vyao ni kwa kura moja tu ya rais, je, mbunge wake, diwani wake, ambao kwa maoni yangu hawa viongozi ni muhimu mno. Na sasa tume ina jukumu la kuhakikisha taarifa hizi zinawafikia hadi wakazi wa maeneo ya vijijini ili kuongeza tija ya utaratibu huo. INEC inachotakiwa tu sana watu wapate hii taarifa wengi, kwa sababu bado wengi wanadhani bado kwamba ukijiandikisha sehemu uliyojiandikisha ndio sehemu unayotakiwa kupiga kura. Warahisishe pia uwezaji wa uwasilishwaji wa hayo maombi. Nilikuwa natamani INEC wigo uongezeke hata kwa wabunge, hata pia kwa madiwani. Lakini wapiga kura wenyewe wanasemaje? Taratibu walioanzisha sasa hivi kwa kweli, hii kwa kweli tunawapa wamefanya vizuri sana. Popote pale, hata hapa mimi napiga kura. Na kupiga kura mimi ni mwananchi, ni wajibu wangu. Nataka kupiga kura kuchagua kiongozi ambaye ni sahihi. Ili nisipoteze kula yangu na kuchagua kiongozi, maoni yangu mimi naonelea kabisa kwamba ni sawa kabisa. Kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, wapiga kura ambao maombi yao yatakubaliwa wataarifiwa ndani ya kipindi cha siku 8 kabla ya siku ya uchaguzi. Rebecca Mpembela, Azam News.